verse 1 na pia tukasoma 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9 ambayo ilikuwa inatufundisha vile nyakati za mwisho utakavyokuwa na vile watu wengi watakavyokaa katika nyakati hizi za mwisho. Na kwa hakika ukiangalia sana tuko katika hizo nyakati ambazo ni za mwisho, about end times. Na tukisema nyakati za mwisho, hatusemi ya kwamba Kristo anarejea kesho. Kuna hizi mambo ambayo yaliweza kutabiriwa kabla ya Yesu Kristo kurudi. So haya ndio tunaendelea kujifunza, lakini pia tujue ya kwamba Kristo bado anarejea. Wakati ambapo sisi hatujui ni lini, ama ni mwaka gani, ama ni wakati gani. So tuliweza kujifunza ya kwamba upendo wa wengi utapoa, imani ya wengi itaisha, watu wataanza kukuwa na imani za kuamini mambo mengine, na watu hawataamini Mungu vile ilivyo. Manabii wa uongo watajitokeza, wengine watafundisha watu wasioe, wasikule chakula, wasioe na wasiolewe, wasikule chakula ambacho kimetengenezwa na mambo mengi sana. Na siku hii ya leo, kwa sababu sitaki nirudie, utaenda kujisomea, nataka leo tuingie katika Matthew chapter 24 ambapo pia inaongea about end times, ama inaongea kuhusu nyakati za mwisho, na tutaweza kusoma maandiko pia tusikie ni mambo gani yatakayotokea. Kwa maana tulisoma ya kwamba katika hiyo Timotheo ya kwamba watu watakuwa wakujipenda, watu watakuwa wakupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. So unapoona mtu akitembea katika hiyo hali, elewa amenaswa mahali fulani, kwa sababu ni watu watatimiza ule unabii, na watu watautimiza. Kuna wale watatimiza unabii kwa njia nzuri, ambapo hao wataendelea kusonga mbele na Kristo, na kuna wale ambao watatimiza katika hali ya kunaswa. Hiyo roho ya kujipenda itaingia wengine, na kuna wale tu bado wataendelea kuona ya kwamba ni Kristo, wataendelea kunyenyekea, na kuna wale pia watakuwa na hiyo roho ya kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu, na kuna wale bado wataendelea kumpenda Mungu aidha wako na fedha ama hawana fedha. So tunaposoma haya maandiko ni ya kutuleta karibu na Mungu, na mtu kujihoji na kuona mimi ni wapi nimenaswa, ili uweze kujinasua ama uweze kujiombea msamaha mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Leo tutasoma katika Matthew chapter 24 na tutasoma mistari michache kwa sababu imeenda kutoka verse 1 mpaka 51. So hatutaweza kuisoma yote, lakini utakuwa na nafasi ya kuweza kujisomea. Mimi nitasoma tu kidogo kidogo nikiruka, lakini wewe utakuwa na hiyo nafasi ya kujisomea unapokuwa nyumbani. Matthew chapter 24. Tusikie vile Biblia inasema pale. Matthew chapter 24, wacha tuanze mstari wa kwanza, tusikie vile inasema. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its building. And verse 3 inasema, "Do you see all these things?" He asked. "Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down." As Jesus was sitting on the mountain of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, "when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the ages?" Verse 4. Jesus answered, "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many." Baba, katika jina la Yesu, nasema ni asante kwa sababu ya neno lako siku hii ya leo. Tunapoendelea kujifunza kuhusu nyakati hizi za mwisho na yale mambo yatakayotokea,
tuomba kwamba Roho wako Mtakatifu atazidi kutufundisha, na Roho wako Mtakatifu atazidi kutufunulia, na hata atazidi kutufungua macho yetu ya kiroho na ya kiasili, ili tukazidi kusikia mausia yako Bwana. Asante kwa neno lako siku ya leo. Nena nasi Baba wetu, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alikuwa ameongea kuhusu hekalu ambalo lilikuwa limejengwa, na wanafunzi wake wakawa wakimuonyesha na wakishangaa sana na kuangalia kuhusu lile hekalu vile lilivyo, na vile lilikuwa limerembeka na vile limetengenezwa. Lakini Yesu Kristo mwenyewe akasema ya kwamba wasijali na hata wasishangae na hiyo, kwa sababu kuna wakati ambapo hakutakuwa na jiwe limekalia katika jiwe lingine, kwa sababu hekalu lile lilikuwa limejengwa na lilikuwa ni hekalu ambalo ni nzuri sana. Na kwa hivyo alipowaambia yale maneno, wanafunzi wake wakagojea wakati ameketi na wakati yako pamoja na hawa, na wakawa wanamuuliza. Biblia inasema ya kwamba walimwendea kisiri. Hebu tuisome kwa Kiswahili. Kiswahili inasema hivi katika mstari wa 3: hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea faragani wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Kwa sababu wengine watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. I hope hata Biblia yako inasema hivyo. They will deceive many. Watu watakuja wakijitanisha hawa ni Kristo. Na I hope sisi wote tumeona, tumeshuhudia katika taifa letu, tumeshuhudia katika mataifa mengine ya kwamba kuna wale wanasema hawa ndio Kristo. Wanajiita ya kwamba hawa ni Kristo, na wanadanganya watu wengi sana. Wako na wafuasi ambao wanawafuata. Na kwa hivyo ni kitu ambacho Yesu alisema, kutakuwa na makristo wengi sana, kutakuwa na mayesu wengi sana ambao watajiita hivyo. Na juzi nikawa nikisikiliza mwingine alipokuwa akiongea katika hii wiki, ni katika hali ya mtandao, na alikuwa anasema ya kwamba Kristo ama Yesu, yeye hajui ni lini wakati wa mwisho wa Mungu kumaliza dunia, ama wakati wa Yesu Kristo kurejea. Lakini akasema yeye mwenyewe anajua. Akasema watu wote hawajui, na Yesu hajui siku ya kurudi kwa Mungu, ama wakati Mungu atakaporejea. Lakini akasema yeye mwenyewe anajiita prophet. Akasema yeye mwenyewe anajua. So ukitafsiri anamaanisha kwamba yeye ni Mungu. Kwa maana tukisoma Biblia inasema ya kwamba hata Yesu, hata malaika, hata watu wote, hakuna yule anajua siku Yesu atakaporejea. Lakini Mungu peke yake ndiye anayejua. Tutaisoma, Yesu alisema hivyo, na kwamba Baba yake ndiye peke yake anajua wakati wa kurejea kwake. So ikiwa yeye anasema ya kwamba yeye anajua, utamweka kiwango gani? Kiwango ya kwamba yeye ni Mungu. So he's calling himself a God, and he's not a God. Yeye anasema yeye ni prophet. Lakini sasa akiongea hautamuelewa, na hapa na wafuasi wengi sana ambao wamemfuata, ambao wako nyuma yake, kwa sababu anasema yeye ni Mungu na yeye ndiye anaamuru Yesu. So isikushtue, bora tu usinaswe ukuwe mfuasi wake, kwa sababu kwa mfuasi wake huyo yeye si Mungu, na mahali anakuelekesha huko sio kwa Mungu. Mungu ni mmoja, God the creator of heaven and earth, ambaye ni Jehova. Huyo ndio Mungu ambaye sisi tunamwamini. So ni mzuri kuelewa hata wakati mwingine na kusikiliza vizuri wakati mtu anaongea. Usifuate tu, usifanye tu vitu. Sana wengine tuliongea kuhusu vile watu wananaswa na vile wanadanganywa. So usifuate tu. Na Yesu akasema namna gani? Yesu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo,
nao watadanganya wengi. Sijui kama ni mmoja wa wale wamedanganya. Sijui kama wewe ni mmoja wa wale wanafuata hawa makristo ama hao mayesu, wale wanajiita mayesu. Kwa sababu sisi tunaongea about Yesu Kristo. Atuongee kuhusu mayesu hao wengine. Yesu aliyekufa na akafufuka. Hebu tuendelee mstari wa 6. Nani mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Ya kwamba tutasikia vita na matetesi. Vita na matetesi tumesikia katika taifa letu. Kumekuwa na hiyo kipindi watu walipigana, na hata saa hizi zingine unasikia upande wa Pokot watu wanapigana. Mataifa tumesikia kama ile ya Ukraine, Israel wanapigana maybe na nchi zingine. So vita kila mahali. So Yesu akawaambia kabla ya kurudi kwake kutakuwa na vita na matetesi. Na amesema angalia msitishwe, kwa sababu hiyo haina budi kutokea. Kwa maana ni nyakati za mwisho, ni mambo yaliyotabiriwa ya kwamba end times, before Christ aweze kurudi kutakuwa na hiyo vita na matetesi. Hebu tuendelee. Alafu anasema namna gani? Ninaongea hii kwa sababu sisi wote tumesikia, na hata kama hatujasikia hayana budi yatatokea. South Sudan, wale wote tuko kwa mtandao, wale tuko shuleni, tunaelewa nchi zile zinapigana. Ni jambo ambalo liliweza kutabiriwa. Alafu anaendelea kusema namna gani? Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa lingine, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamesikia hii maneno tunaongea. Kuna watu wamesikia vita na matetezi. Kuna watu wamesikia falme na falme zikiinukiana. Kuna watu wamesikia matetemeko ya nchi mahali mahali. Sisi tumesikia na tumeona. Hata ya juzi tu ya Bangkok vile kuliendelea kule Thailand. Wote tuliweza kushuhudia na kuona. Biblia inaendelea kusema Yesu aliongea yale mambo, na hata ingine ilifanyika India na hata nchi zingine na hata katika taifa letu. Ingawaje labda hatusikii ile ya kuangusha vitu, lakini bado wanga inatendeka. Unasikia tu kumekuja mtetemeko umetingiza kila mahali. Lakini labda kwa sababu ya shughuli zetu, labda hata hatuelewi kile kinaendelea, si ule wa kishindo. Lakini kuna hiyo earthquake vile inasema pale ya kwamba kutakuwa na hizo earthquakes ambazo zitakuwa kila mahali. Zile kubwa, niliona watu wakikimbia. Nilikuwa nawaambia hiyo Sunday, niliona watu wakikimbia pale wakati nyumba ziliporomoka, magorofa na majumba makubwa sana. Unaona watu wakikimbia, wakitokea kwa street, wakienda mbio. Nikashangaa. Unajua mtetemeko wa ardhi ukianza, hata kama hujafika mahali pengine unakimbia tu, unaenda kwa haraka sana. So watu walikuwa wanakimbia wakitoroka. Kumaanisha kwamba bado hii tu ni kionjo, huu tu ni mwanzo wa haya mambo. Sikia vile anaendelea mstari wa 8. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu, mateso hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Mateso yatabiriwa. All these are the beginning of sorrows. Ya kwamba haya tu ni mwanzo. Hiyo tunasikia matetemeko ya ardhi, vita na matetezi, yale yote tuliongea. Watu watajawa na mambo mengi, upendo wa wengi utapoa. Kwa hivyo usishinde ukiuliza, kwa nini fulani zamani alipenda Mungu na siku hizi hampendi? Kwa nini mwingine wa zamani huyu alikuwa hivi na ako hivi? Kuna wale bado tu wanaendelea kutimiza huu nabii ambao unaendelea kutabiriwa. Mstari wa 9, wakati huo watasaliti nyinyi mpate dhiki, nao watawaua.
nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Sikia vile anasema kwa Kiingereza, then shall they deliver you up to the afflicted and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. Ya kwamba watu watasalitiwa. Saizi ukisikia wanaendelea kusalitiana, na sisi kama Wakristo pia tutasalitiwa. Sasa hakuna mtu anataka kusikia mambo ya Ukristo, kwa sababu watu hawataki, wanaona ni kama ni watu hawajielewi, ni kama Wakristo wamepotea njia, ni kama Wakristo hawajui lolote. So tutakuwa na hiyo hali ya kusalitiana. Nasikia mtu amesaliti ndugu yake, amesaliti dada yake, amesaliti mtu ambaye ako karibu na yeye. Tumesikia yale mambo yote, na hata wengine wanasalitiana ambao ni mume na mke. Kunakuwa na hiyo hali ya kusaliti, na hata watoto wanasaliti watoto wao. Alafu pia anasema ya kwamba na watu watawachukia, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. So unapoona mambo kama yale, ndio watu hawapendi kuchukiwa. Mtu akikuchukia unasikia vibaya, unapatwa na stress, unasumbuka. Lakini kama wewe utafuata Kristo vizuri, watu watakuchukia kwa sababu ya Kristo. So usisumbuke na hiyo, usishangae na hiyo, kwa sababu lazima hiyo, haina budi itatokea. Watu watachukia wa Kristo, watu watachukia watumishi wa Bwana, watu watachukia, yani chuki itakuwa imejaa kila mahali. Angalia hata saa hizi katika taifa letu, chuki imejaa kila mahali. Watu wanachukiana na wanafanya mambo ya kila aina. So ukiwa Mkristo usitishike ati kwa nini wananichukia. Lazima ya kwamba utachukiwa, sio kwa sababu ya jambo lingine, kwa sababu ya jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So hii tu ni mwanzo ambao Yesu alikuwa anaongea wa yale mambo yatakayotokea. Mstari wa mwingine wa 10. Nataka alafu baadaye tutaendelea kuruka huko kwingine. Ndipo wengi watakapojikoa, nao watasalitiana na kuchukiana. Sikia vile Biblia inaendelea kusema, and then shall many be offended. Wengi watajikoa, watu watakwazika. Kuna wale watajikoa, watakwazika, ama watakuwa offended kwa Kiingereza. So kwa sababu ya ni nyakati hizo, so wengi watakwazika. Niliwapea hiyo last Sunday ile nyingine, niliwaambia kuna yule mpaka alikwazika na Mungu. Kwa sababu yeye alifikiria Mungu atamsaidia, so akawa offended na Mungu, akawa amekasirika na Mungu. Na nilipiongelesha nikashindwa. Mtu akikasirika na Mungu anaambiwa aje? Utamwambia namna gani? Heri saa zile amekasirishwa na mwanadamu, utajaribu kumsomea maandiko, utajaribu kumsongesha. Lakini kuna hayo maswali ya kwamba hata kama Mungu amekukasirisha hivyo kwa sababu hajatimiza hoja yako, hajakufanyia kile ulitaka afanye, sasa nani alikuumba? Hii dunia nani alikuleta? Hata saa hiyo maisha uko nayo ni ya nani? Ni ya Mungu. Akihitaji wakati wowote ataichukua. So kama unamchukia kwa sababu ya vitu za dunia, ama kwa sababu ya mambo yako wewe binafsi, umekuwa offended na Mungu, basi wewe utakuwa umepoteza. So wengi watajikoa. Sasa kuna wale wamejikoa na Mungu, wamekasirika na Mungu. Kuna wale wamekuwa offended na wanadamu. Kuna wale wamekuwa offended na watumishi wa Mungu. Kuna wale wamekuwa offended na taifa la Kenya. Kuna wale wamekuwa offended na president na watu wote wako katika taifa la Kenya. So wengi watajikoa, wengi wataweza kukwazika na kutokuendelea katika safari. Nao watasalitiana. Kusalitiana bado kunaendelea, ya kwamba kwa sababu ya kujikwaa na kwa sababu ya kuwa offended, mtu anamsaliti mwenzake. And it is happening all over. Kila mahali inatendeka. Mstari wa 11, na manabii wengi wa uongo watatokea. Manabii wengi wa uongo watatokea na watadanganya wengi. Nataka uende underline hiyo laini tu, ama uiunderline tu kwa Bible yako. Watadanganya wengi. False prophets
shall arise and shall deceive many. Watainuka na watadanganya wengi. Hawaambii wachache, wengi. Angalia wale watu wanafuata zile sarakasi tulikuwa tunasema last Sunday. Wale wanafuata watu wale wa sarakasi, watu wa vituko ni wengi sana. Hata na wanatoka kila mahali. Mtu analipa transport gharama kubwa sana. Kwa sababu gani? Ili afuate huyo false prophet. Na usishangae wako na hizo mapowers zao ambazo wamepewa, kwa sababu ni nyakati za mwisho. Wamepewa na maroho machafu, na kwa hivyo wanafanya ishara na miujiza, watafanya mambo mengi sana, na watu watadanganyika, watafuata wale watu. Na ndio nikasema hata sisi tuko kanisani, kuna watu tayari wanafuata how false prophets, wanasikiliza wale false prophets. Nikisema false prophets kwa sababu kuna manabii wa Mungu, kuna manabii wa Mungu pia, na kuna manabii wa uongo. Lakini manabii wa uongo watawadanganya wengi. Na ile saa nyingine niliwaambia kuhusu maisha yangu binafsi na maisha yetu kama familia. Sitaki nirudie ule ushuhuda. So watafuata. Na sasa hata ukiangalia watu wanazunguka tu, wanasikia pande hii kuna mwingine ametokea, pande hii kuna mwingine ametokea, pande hii kuna mwingine ametokea, kwa sababu katika Biblia inasema ya kwamba nyakati za mwisho, I think hiyo Timothy, nyakati za mwisho watu watataka kusikia vile hao wanataka, si vile Mungu anasema. Watataka kusikia kile hao wanataka. So ukiwa na mtu mwenye anaongea vile wanataka, anayeambia umerogwa, wewe umelaaniwa, wewe uko hivi, hapo ndio anataka sana. Naona nyoka kwako, naona shetani, naona mchawi. Hizo ndio watu wanataka sana. But the Bible says ya kwamba sisi ambao tumeokoka na tuna Yesu Kristo ndani yetu, sisi tunajua ndio kuna wachawi, lakini hakuna uchawi juu ya wana wa Israeli. So iwezi kukusumbua ati kwa sababu mtu anashinda akikwambia umerogwa, na kwani unakaa umerogwa na unakubali umerogwa. Niliwaambia kwa tu vile walifanya vitu kwa na sarakasi ya kwamba tumerogwa, na tukatolewa hizo mavitu zenye walikuwa wanatoa kwa mwili. Lakini wewe kama Mkristo, wacha kufuata vitu kama hizo. Wewe unatokana wapi na uchawi? Na power yenye inafanya kazi yako ndani yako. Ukisoma first John chapter 4 verse 4, inasema he who lives in us is greater than the one who is in this world. So Yesu aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko wachawi, ni mkubwa kuliko waganga, ni mkubwa kuliko mambo yale tunaona. He is greater. Praise the Lord. Yeye ni zaidi ya hayo yote. So unapata watu wanataka kusikia maneno yale. Na ndio nilikwambia ukitaka kufungua kanisa sahihi, fungua na hiyo ya kudanganya watu. Umeonyeshwa, ilipanda, ilishuka. But I believe they are true prophets also. Kwa sababu Mungu hapa na manabii wake wa kweli. Hata wakati wa Elijah tunaona kulikuwa na manabii wa uongo na kulikuwa na Elijah na kikundi cha manabii wa Mungu. So sisemi useme ya kwamba hakuna prophets nyakati hizi. Still the fivefold ministries inaongea kuhusu prophets, inaongea kuhusu manabii. Ephesians chapter 4 inaongea kuhusu manabii. So kuna manabii wa Mungu na manabii wa uongo, na wale manabii wa uongo watawadanganya wengi. Kwa sababu atakuja nakwambia hivi na unasema ni hivi. Siku moja nilisikiliza mwingine akiongea na nikasema Mungu atusaidie, kwa sababu yule anaambiwa yeye haelewi, lakini wewe unasikiliza unaona sio hivyo. Jesus alikuwa anaelezewa maneno mengi sana, alafu anaambiwa atoke kwa hiyo nyumba aende, na anaitwa shosho na anaitwa buka. Hiyo miaka yote wamekaa, Mungu yeye mbona hakuongelesha? Na mtu anaamini, anaenda anapaa na anatoka anaenda. Na Biblia inasema God hates divorce. And where was God? Mkikaa hiyo miaka yote mpaka mmelea watoto na mpaka mmelea wajukuu, Mungu alikuwa wapi?
Saa hii ndio wanakuja. Si hata ujiulize hiyo maswali. Na jambo sana. Sasa unaambiwa uko sio kwako. Na mtu tu anaenda kwa kuamini hiyo neno na anaenda anapaka na anaenda. Unajua wengine tumeenda mahali kama hapo na tumepewa maneno mengi, so wewe ndio utajielewa. Mstari wa 12, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya vile maasi yatakuwa yameongezeka. Sidhani vile mtu anaweza ishi na watoto wake na mke wake na mume wake alafu baadaye anawaua. Upendo utaisha wa wengi, upendo utapoa. Saizi hata vile watu wanapenda Mungu, upendo umepoa. Vile mtu alikuwa anapenda Mungu, vile mtu alikuwa ananyenyekea Mungu, vile mtu alikuwa anatafuta Mungu, vile mtu alikuwa anafast na kutafuta Mungu, upendo wa wengi umepoa. So kwa sababu ya kuongezeka maasi, kwa sababu tuko nyakati zenye zimejaa maasi. Ukiangalia katika news zetu unasikia tu ni maasi yamejaa, ni mambo machafu yamejaa. So anasema upendo wa wengi utapoa. Na tunasoma haya mambo ndio tujipime. Upendo wako na Kristo ni vile ulikuwa. Upendo wako na wanadamu ni vile ulikuwa. Kwa sababu ulipenda watu, ulikaribisha watu, ulitembelea watu, ulikaa pamoja na watu. Upendo ulienda wapi ule wako wa kwanza? Ufunuo inasema rudia ule upendo wa kwanza kabla Bwana hajarejea na azime ile taa. Tuliweza kusoma hilo andiko mstari wa 13, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Sisi wote tumeokoka, tumempokea Yesu Kristo. Lakini maandiko inasema yule atakayevumilia haya mambo yote yako katika hiyo chapter 24 na katika 1 Timothy na 2 Timothy na katika kitabu cha Revelation na katika kitabu cha Danieli na katika vitabu vya manabii. Ukisoma utasikia yale yaliyosemekana ya mwisho. Wale wote watakaovumilia yale mambo yote, Biblia inasema ya kwamba wataokoka. So wokovu wa saa hizi tuliookoka, ikiwa tutashindwa na yale mambo yanatokea, mnabii false prophets ainuke, umfuate, upendo upoe, ukuwe wa kupenda fedha kuliko kupenda Mungu, ukuwe wa kuingia katika maasi yote, basi jua ya kwamba wokovu bado. Kwa sababu wokovu ni kwa wale, sikia vile anasema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho. Haijasema lakini wale ambao wameokoka muda mrefu. Hapana, anasema lakini yule atakayevumilia hadi mwisho, ashinde yale yote yatatokea, basi huyo ndio atakayeokoka. Si unaona kuna mtihani mkali na kuna kupigana vita na kuomba sana na kusaidiwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu, kwa sababu yule atakayevumilia hata mwisho ashinde matetesi yote, ashinde vita zote zile zinatokea, ashinde haya mambo yote tunayoongea hapa, bado awe na ule upendo alimpenda Mungu tangia mwanzo. Mstari wa 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Si neno limeendelea kuhubiriwa? Bwana Yesu asifiwe. Kanisani tunahubiriwa, kwenye TV tunahubiriwa, hata kuna watu najua maybe kabla ukuje church lazima kwanza uwatch kipindi fulani ya pastor fulani ndio ukuje kanisani. Kuna street pale kwa barabara unapata watu wanahubiri. Siku hizi nimeona hata kuna wengine wanatembea kila mahali wakihubiri. Hata mahali kuna soko niliona pale Nakuru, kuna mtu tu wako pale na anaendelea kuhubiri. Kwa hiyo watu wako katika shughuli zao, lakini hakukosi mmoja mwenye anasikia. Si mimi nilisikia na nilikuwa napita, nikasikia akisoma kitabu, nikasikia vile anahubiri. So kila mahali, ingia mtandao, unaingia, unasoma neno pale, unasikia mahubiri pale. So imeendelea. Na anasema ya kwamba tena
habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Hii bado ni maandalizi ambayo tunaandaliwa katika kurudi kwa Kristo. Ndio mpaka mtu asiwahi sema ya kwamba sijawahi sikia neno. Sasa naona hata nchi za Waarabu kwenye haukuongea kuhusu mambo ya Mungu. Sasa kuna wale wanaenda pale na wanahubiri injili ya Kristo, kwa sababu ulimwengu wote lazima kila mtu asikie na masikio yake. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba kila goti litapigwa mbele za Bwana na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Hauwezi hukumiwa kama hujasikia, na ndio unasikia tutahukumiwa kwa sababu tulisikia neno la Bwana. So lazima kila mmoja, mwanadamu yote asikie injili ya Kristo. So habari njema itahubiriwa dunia yote. Alafu anasema kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Alafu tuendelee. Nataka tuone tukirukaruka. Basi napo utakapoliona chukizo na uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu, ndipo walio katika Uyahudi wakimbilie milimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake. Nitasoma tu kwa haraka alafu nitaelezea. Wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hiyo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Nadhani yako imesema vile imesema ya kwamba aliye shambani asirudi nyuma kuchukua nguo, aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake. Na pia utakapoona mambo haya yameshatokea na ukimbie ama watu wakimbilie katika milimani. Alafu anaendelea kusema pale, ole wao wenye mimba na wenye kunyonyesha siku hiyo. Niliangalia wakati wa hiyo earthquake, watu wako na watoto, hata mtu wako anakumbuka ako na mtoto, na wale wenye mimba. Wakati wa skirmishes hapa Kenya, kule kwetu niliona wamama kadhaa ambao walikuwa wajawazito. Unajua kwa sababu ya risasi ambazo zilikuwa zinapigwa, mmoja alishtuka na ile mimba ikatoka miscarriage, and then akaenda hivyo, kwa sababu watu wote wako katika hali ya kukimbia, hakuna mtu wako na time ya kumsaidia. So aliachwa tu hivyo akiwa pale na wengine wengi. Na nikasema kumbe Biblia inasema wenye mimba hii ya kiasiri, na pia wenye mimba ambazo ni za maovu, wenye mimba za mambo yale wako nayo, itakuwa ole kwao. Na pia wale wanyonyeshao. Maji ukipotea na umeacha mtoto wako wa kunyonya, because hii ni kutayarishwa, tunatayarishwa, kwa sababu kurudi kwa Yesu ni kuzuri sana, lakini kuna mambo mengi ya kuweza kushinda. Kuna mambo mengi ya kuweza kuyashinda kabla ya kurejea kwa Yesu. Alafu ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi. Sababu kama sasa naona hata wengine wanalala, wengine hawakuja church, wengine wanafikiria niacha nimevua mangozi na nyeshewa. So tuombe isikuwe wakati wa baridi. Wakati wa kukimbia. Imagine mvua inanyesha, alafu dosa hizo tunakimbia. Nasikika kuna kitu tuliona 2007 na 2008, mnajua hapo kunyesha. Si watu walikaanga nje tu. Haikunyesha. Imagine kama ingekuwa ikinyesha. Kungekuwa aje. Sasa anasema kukimbia kwetu kusikue wakati wa baridi. Alafu anasema pia wala siku ya Sabato. Kwa nini anaongea kuhusu siku ya Sabato? Kwa sababu wengi tunajitakasa siku ya Sabato peke yake. So wengi wataachwa kwa sababu siku ya Sabato kama jana. Siku nyingine tuliongea na mwingine akasema, mimi sasa nisitakangi maneno mengi. Hata kama huko kwa boma watu wanaongeanga hivyo. Mimi Saturday sitakangi mambo mengi. Kesho ni Sabato.
Na wale wako Friday wanaamkia sabato ya Saturday wanasema mimi sitakani maneno mengi Friday kwa sababu kesho ni sabato. So wengi wataachwa kwa sababu mtu leo usiku ndio umelala ukiomba Mungu nitakase, Mungu nisaidie, lakini weekdays unajichafua. Tukiongea kuhusu kujichafua, siku moja niliangalia nguruwe pale nje. Nikaona vile inajichafua. Nasema ilikuwa Mungu anaongeanga kujichafua hivi, Mungu niokoe na kujichafua. Kwa sababu niliona vile hiyo nguruwe inajipaka matope, kisha mdomo, mapua, kila mahali inajichafua. Uchafu kama huo nani ataukaribia? So wengi wanajichafua weekdays. Kufikia sasa jana Friday na Saturday kila mtu anatubu. So wengi wataachwa siku ya sabato kwa sababu unajitakasa tu sabato. Mungu wetu si wa Sunday peke yake. Every day ni sabato. Yesu alisema yeye ndiye Bwana wa sabato. So kila siku, kila dakika, kila masaa Yesu ni Bwana wa sabato. Ushirika wako na yeye ukue pamoja. Ukue pamoja. Mstari 21, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu. Kufanya nini? Wa ulimwengu hata sasa. Ya kwamba kutakuwa ni wakati wa dhiki. Dhiki ni shida na yale mambo yatakuwa. Kiingereza inasema for there shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time. Dhiki yenye haijakuwako tangu ulimwengu ulipoumbwa. Hiyo ni dhiki gani? Tribulations. Kutakuwa na dhiki kubwa sana yenye itatokea. Great. Nisome tena. Kwa kuwa wakati huo kutakuwako dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Itatokea tu na haitakuwapo kamwe. So sasa tunasema kama Wakristo, umpende Mungu wewe binafsi. Upende Mungu. Usipende Mungu kwa sababu ya kanisa lako. Usipende Mungu kwa sababu unaona pasta. Hapana. Penda Mungu wewe kibinafsi. Tunaposema omba mpendwa, kwa sababu kuna dhiki itakayotokea yenye haijawahi kuwako kabla ulimwengu haujaumbwa. Na unajua kuna dhiki kubwa sana zinatokeana. Na hata sisi kama Wakristo kuna mambo yanatokeaga kwa maisha yetu mpaka tunaona dunia imeisha. Mpaka unaona ni kitu kubwa sana. Sasa imagine dhiki itakayotokea. Na nimesema huu tu ni mwanzo. Huu tu ni mwanzo wa yale yatakayotokea ambao haijawahi tokea na haitatokea nyingine kama hiyo. So wakati tunasema omba, wakati tunasema mpendwa kesha, tunaposema funga na uombe, liitie jina la Bwana, tafuta Mungu, penda Mungu, ni maandalizi ya mambo yaliyo mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu si mambo ya mchezo. Ndio kurudi kwa Yesu ni kuzuri. Kuna mahali nisoma katika kitabu cha Amos na Hosea, inasema ya kwamba itakuwa ni kurudi kwa Yesu kutakuwa ni kulia na kusaga meno. Kwa sababu yale mambo yametabiriwa yatakuwa yatabeba wengi. So mpendwa, kuna mambo ambayo yanaendelea kutendeka na kuna yale yataendelea kutendeka kabla ya kurudi kwa Yesu. Watu wengi tu wanaambiwa Yesu atarudi. Na hata sisi tunasema hivyo ya kwamba Jesus is coming soon. Ya kwamba Yesu anarejea. Lakini kuna mambo kabla yake ambapo arejee lazima yatimie. Kama vile pregnant woman. Kuna mambo yanaandaa ya kwamba kuna mtoto anakuja.
anakuja. So yale maandalizi lazima ya kuwepo, na haikuwa ni rahisi. So na sisi katika kurudi kwa Yesu Kristo ndio tuweze kushinda yale mambo, lazima tusome neno la Bwana na tuelewe, na pia tukue watu wa maombi. Wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yuko hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu. So kama unafuataka ishara ya kwamba mtu fulani alienda mahali akaponywa, sikatai Mungu anaponya, lakini watapewa ule uwezo wa kufanya ishara kubwa na maajabu. Sasa wale wataelewa ni yule mtu aliye ndani ya Roho. Na unasikia Roho Mtakatifu ni wa maana, kwa sababu Roho Mtakatifu atakusaidia, utaweza kupambanua ukweli ama uongo. So watafanya ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wale wateule waweze kupotezwa. Na ukiangalia nyakati zenye tuko, Biblia inasema ishara zitatufuata nyuma. Lakini saa hizi sisi tunafuata ishara. Tunafuata ishara. Mahali umesikia kitu kimetendeka, hapo ndio unataka kukimbia. Mambo yamefanyika, hapo ndio unataka kukimbia. Alafu anasema yamkini mpaka wale wateule. So wateule wengi pia watadanganywa, watafuata haya mambo. But tukisoma maandiko, the Bible says the signs and wonders shall follow us. Itakuwa nyuma yetu. Tukienda mahali tunaenda zinatendeka, lakini tusiende kuzitafuta, kwenda kuzifuatilia ni wapi zinafanywa. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Behold, I have told you before. Huyo ni Yesu alikuwa anasema, akiambia wanafunzi wake, tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yuko nyumbani msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokeavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa Mwana wa Adamu. Soma hiyo vizuri, ya kwamba vile umeme, sisi wote saizi umeme ukija utaonwa na kila mtu, ataona umeme vile unatokea mashariki na unaonekana magharibi, hivyo ndivyo kuja kwa Yesu kutakavyokuwa. Kwa maana atakuja kutokea mawinguni. So kila jicho litamuona, kila mmoja atajua ni Yesu anarudi. So ukiambiwa Yesu amerudi Kisumu, Yesu amerudi nchi fulani, wacha kukata transport kwenda huko. Dunia mzima itaona kurudi kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So usidanganywe. Na unasikia Yesu anasema nimewaonya mapema, na mimi ninawaambia mapema wapendwa, ya kwamba usidanganywe. Wengine nimesikia wakienda kuona Yesu sijui wapi, kuna miaka yenye watu walikuwa wanaenda kumuona sijui mlima fulani na huku kwetu, ya kwamba Yesu anaonekana mahali fulani. Na kwani watu walikuwa wanajitokeza na wanaenda kuenda kumuona ya kwamba anaonekana. Hata kuna wengine walikuwa wanasema anaonekana kwa taa, hizi taa za mafuta hizi za glasi hivyo. So na huku kwetu watu walikuwa wanaenda nyumba fulani kuona Yesu. Na mtu nasikia akisema ninamuona ndio huyo. Sijui kama kuna watu walikuwa kwa hiyo kipindi, hiyo miaka, watu walikuwa wanaenda kumuona kwa taa. Taa imewekwa mafuta, alafu hiyo kautambi unasikia mtu akisema na nimemuona mimi si kuona. Kile tu nilifanya tulipotoka pale nilijihisi uoga sana. Nilikuwa na kitu kama uoga, lakini mimi si kuona. Wengine wanasema wanaona sijui Mariamu, sijui wanaona nani, wanaona mtoto Yesu ati amekanyangisha. Mimi muone amekanyangisha miguu yake pale kwenye utambi iko inaitwa aje? Ndio nini ya kuweka kwa inaitwa nini? Hata niite tu hivyo. Hapo ati ameingisha miguu yake na ameweka mikono hivi. Hii sioni. Watu wanasema nimeona. Usiende mahali popote. Yesu akirejea kila jicho litamuona. Dunia mzima atashuka tu na kila jicho litamuona. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo watakapokusanyika tai. Lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatokea mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Kabla ya kurudi kwa Yesu. Na baada ya hizo dhiki, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatingizwa. Unajua vile tunatingizanga maybe ni kitu unachunga, maybe unachunga mawe ama unachunga kitu fulani, so kwa vile unatingizanga ndio hiyo uchafu imwagike. Hivyo ndio Mungu atatingiza bingu, alafu nyota zitaanguka na mwezi utatiwa hautatoa mwanga. Tunaonanga usiku mwanga, kuna mwangaza usiku, hakuna ile giza. Wakati mwezi huko mchana pia giza, jua iko, hakuna giza. So siku hiyo jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake na nyota zitaanguka. Na sisi wote ni wasomi, tunaelewa nyota moja ikianguka, sisi tunaionanga tu ni ndogo. Ndio zina majina zake na zina ukubwa wake. Unaona tu ni kitu kadogo, lakini ikianguka inafunika nchi yote, ama inafunika eneo kubwa sana. So nyota zitaanguka kwa sababu kutakuwa na hiyo hali ya kutingizwa. Hata saa hizi unaposikia mambo na earthquake, nani anatingiza? Si Mungu tu anageuza, unatingika. Na huyo ndio Mungu tunaongeana, Mungu mwenye nguvu hivyo, Mungu mwenye uwezo hivyo, Mungu aliye na mamlaka hivyo. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Sasa Biblia inasema ya kwamba kurudi kwa Yesu Kristo vile kutakavyokuwa, ili usifisikie Yesu alirudi mahali fulani ukimbie, ya kwamba malaika ndio watakaotangulia na tarumbeta, na pia watakuja kuwakusanya wateule. Kuna wimbo wa Kigiriki yetu unasema ya kwamba sio kuokota ataokota, lakini ni kuchagua atachagua. Atakuwa tu anapick wale wateule. Si kwamba atakuja tu aokote kanisa la Abundant, aokote watu tu kwa sababu ni Wakristo. Hapana, atakuja tu na kuchukua wale wateule wake, wale walimtii, wale walifanya vile yeye alitaka, wale walimfuata, wale waliishi wakiwa wasafi na watakatifu, wale watakaoshinda mambo ambayo yatatokea katika dunia, kwa sababu kuna mpaka mpinga Kristo ambaye atakayetokea katika dunia, ambaye atakayeangamiza Wakristo. Wale wote watakaoshinda mpaka mpinga Kristo, hao ndio watakaookolewa. Kwa hivyo kuna wokovu mwingine wa dakika ya mwisho. Tuseme tu mimi niliokoka miaka ya kitambo, hata nilikuwa naongea na wengine pale. Kuna watu nilijua kitambo waliimba, kuna watu nilijua walitumikia Bwana. Nilikuwa nauliza nini ilifanyika? Akijapana, unajua sasa tumelea wengine, hao sasa ndio tunawatrain waimbe. Nikamuuliza haya, uligraduate lini? Kwa sababu kwa Mungu hata kama amekupea kipawa, unaendelea nacho hadi uzeeke. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kumwimbia, unamwimbia hadi uzeeke. Si kwamba tumetrain wengine, sasa wewe tu ni wa kuangalia pale vile wanaimba. Hatujafika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wote tumeitwa tukue kazini. Wakati Yesu atakaporejea, atakuja na mshahara wake, kulipa kila mtu kulingana na kazi yake. So, hata kama kuna hii yetu ya mapastors, unapofikia ile miaka una retire, sio inaitwa kuretire ama inaitwa namna gani? Huwezi kosa kuendelea kuhubiri injili ya Kristo, lazima uendelee kuhubiri. So, wale
supervisor. Sasa wanaangalia vile wengine wanaimba. Alafu sasa wakimaliza, sasa wanaenda wanawaambia wewe ufanya hii, wewe kuimba hivi. Ni mzuri kutrain watu, lakini watrain na wao kuwa kwenye kazi pia. Si kwamba unakaa kando. Nikauliza mligraduate lini? Na mlifika hapo lini? Ya kwamba sasa nyinyi sasa mmekuwa mmekomaa katika uimbaji. Sasa ni wengine waimbe na nyinyi muangaliane. Nikamwambia sijasikia hiyo. So usidanganywe mpendwa, kwa sababu Kristo atakaporejea, watakaotangulia ni malaika na parapanda. Na vile nimesema, si haya tu yenye tunasoma peke yake. Niliwaambia mpaka katika kitabu cha Ufunuo yale mambo yamesemwa, katika kitabu cha Danieli. Mungu akitupea neema tutazidi kusoma yale maandiko, tusikie vile Biblia inasema. So anasema naye atawatuma malaika zake pamoja na kwa sauti ya parapanda, nao watakusanya wateule toka pepo nne. Na niseme hivi, wakati Yesu atakapokuwa akirejea, unapata ya kwamba zile tarumbeta, kila mtu aliye katika dunia yote, ulimwengu wote atasikia. Si kwamba sisi Kericho ndio tutasikia peke yetu, malaika na nini na parapanda. Hapana. Vile watatokea kwenye mawingu wakitangulia bwana harusi, kila ulimwengu wote utasikia. Alafu anasema na pia kuwakusanya. Hiyo ndio nilikuwa nawaambia kila mtu afanye kazi yake. Toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Pepo nne ni pande nne zinazotoa upepo. Tuna north, south, east, west. Alafu anasema na magani pale, basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno huu karibu. Nani kadhalika myaonapo haya yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Amini nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Hayatapita kamwe. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye. Hiyo pia unafaa uangalie. Ndio mtu asikwambie Yesu anarudi mwaka fulani, Yesu anarudi tarehe fulani, kwa sababu wako watu wanasema hivyo. Hata tuliona watu wakienda na kusema Yesu anarudi, wakaacha vitu zao, wakachimba mashimo, wakaingia pale, wakagojea pale kwa mashimo, lakini Yesu hakurudi, wakatokea. Sasa tuko na hawa bado wanaendelea na maisha. Hakuna, usidanganywe na mtu yoyote ya kwamba kuna yule anajua siku wala saa. Lakini dalili ziko za kututayarisha ya kwamba Kristo yale alitabiri na anaendelea kutendeka. Lakini siku ya kurudi na saa ya kurudi, Biblia inasema walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye. Hata malaika walio mbinguni au wanajipanga tu, wanaendelea kufanya mazoezi ya vile watakavyoimba wakitangulia Yesu. Wako katika yale mazoezi, lakini wataambiwa tu saa hizi teremkeni, ama saa hizi ni leo, muende pale duniani. Na Yesu pia ataambiwa, mwanangu, sasa enda ulete mke wako ambaye ni kanisa, ama mwisho wa mambo yote umefika. Wala mwana ila Baba peke yake. Ndio nimewapea ule mfano mara ya kwanza. Yule mtu alikuwa anasema Yesu hajui, malaika hawajui, lakini yeye anajua. So yeye anajifanya kuwa Mungu. Na kwa sababu ya watu kufungwa macho, Yesu alisema wana macho na hawaoni, wana masikio na hawasikii. Kweli watu wamejaa pale wanaendelea kusema amina. Lakini mimi nilipo tafakari, nikaona ya kwamba ambaye anajua kurudi kwa Yesu ni Mungu peke yake. Yeye alijulia wapi? Lakini watu wanamfuata. Umati unamfuata, lakini anawadanganya ya kwamba yeye anajua siku. Ndio namwambia haya maneno, ndio usinaswe na usiende kukua mfuasi pale. Na hata kama utaenda kukua mfuasi pale, utakuwa umeelewa. Utakuwa unafuata na kuwa mfuasi pale ukiwa unaelewa. Kwa sababu Biblia inasema wengi watakana ukweli.
na watafuata maroho za kudanganya. Tulisoma hiyo. Alafu anasema kwa maana kama vile ilivyokuwa siku ya Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja akiwachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Usifikirie ati kuna kitu itakuja ikwambia ati Kristo anarejea leo. Watu watakuwa wakioa na wakiolewa. Maybe hata tutakuwa tukiunganisha harusi ya mtu fulani, na siku hiyo ndio Yesu anarudi. Watu watakuwa wakila na kunywa, watu watakuwa wakiendelea na kazi zao, watu watakuwa wakiendelea na masomo, watu watakuwa wakiendelea na shughuli zao, watu watakuwa wakifanya kile wanafanyanga kila siku. Wengine watakuwa labda wakiomba, wengine labda watakuwa kanisani ibada kama ya leo. So kurudi kwa Yesu Kristo si ati kuna mambo itasimama ndio sasa ujue Yesu anarudi. Atarudi tu kama wakati wa Nuhu. Nuhu aliambia watu kuna mvua inanyesha, kuna gharika, kuna mvua inanyesha. Watu wanasema mvua gani ilishanyesha ikashinda hii miti, mimi nitapanda kwa mti. Wengine wakasema mvua gani ilishinda magorofa, mimi nitapanda kwa magorofa. Wakaongea haya maneno yote mpaka ikafikia wakati na Nuhu hakukosa kusema. Yeye aliendelea kutangaza, wakamtukana, wakamwambia ache uongo. Kama vile tunahubiri injili ya Kristo, tunamtangazia habari hii njema ya kwamba Yesu anarudi, lakini kuna yale yanatendeka kabla ya kurudi kwake. Hata Nuhu aliongea yale maneno yote mpaka ikafikia Mungu akamwambia ingia wewe na familia yako kwenye safina, kwa sababu watu walisikia lakini hawakubadilika. Waliambiwa hawakubadilika. So akaingia yeye na familia yake na wanyama wawili, akaingia kwenye safina. Safina ni Mungu aliifunga. Mungu akafunga ule mlango. Kuna siku tulifundishwa kwa fellowship about kurudi kwa Yesu Kristo, vile wanawali 10, 5 wajinga 5 wapumbavu. Mlango ulifungwa. Bwana harusi alikuja na akafunga mlango na akaenda na akaingia na wale ambao walikuwa wameweka taa zao mafuta. Wale wengine wakajaribu kuitana, wale walikuwa wameenda kununua mafuta, wakapata tayari bwana harusi amekuja na kumefungwa. So Mungu alifunga mlango wakati wa Nuhu. Hakuna mtu angekuja kuingia tena. Najua watu walikimbia vile waliona mvua inaendelea kupanda, mvua inaendelea kunyesha, walikimbia, lakini hawangeweza kuingia mahali pale. Wakapanda juu ya mti kweli, wakapanda kwenye magorofa, lakini mvua ilifunika kila kitu mpaka safina ikaanza kuelea juu. So Mungu anasema namna gani ama Yesu kurudi kwa Yesu Kristo kutakuwa hivyo, ya kwamba watu watapatwa katika harakati zao. Sasa hivi tunahubiri injili ya Yesu na pasa tusichoke, na wale wengine tuhubiri kabisa, kwa sababu tunatangaza kama Nuhu. Tuendelee kuambia watu ukweli, tuendelee kuwaongoza watu, kwa sababu siku hiyo watu watapatwa tu katika shughuli zao na wataenda vile walivyo. Wakuachwa wataachwa. Na ndio saa zote kaa kana kwamba Yesu anarudi the next minute. Bwana Yesu asifiwe. Kaa kana kwamba Yesu anarudi dakika hiyo nyingine. Nyakati zenye tuko vile Biblia inasema vifo vitakuwa vingi, na watu watakuwa wanazika watu wao. Hivyo ndio kuko sahihi. Kila mahali kifo. News zetu hata si news tena, si good news. Vifo. Huyu amechinja watoto, huyu amechinja mke, watu wamekufa, accident, mambo, vifo vimejaa kila mahali. Baada sasa watu wanazika watu wao. Boss utaenda gani uende gani? Vifo vitakuwa. So utalala ukiwa na malali. Kwa sahihi utasema ati mimi nitaishi miaka fulani. Huwezi jitabiria sahi. Ni uishi kana kwamba ni kesho Yesu anarudi. Ishi ukiwa umeshikamana na yeye. Sahi kana Yesu vizuri. Hata watoto wetu, tumeona mpaka watoto wanaenda, vijana wanaenda, wazee wanaenda. Zamani tulifikiria ni wale watu wamezeeka ndio walikuwa wanakufa.
Lakini saa hizi kila mmoja, watumishi wa Bwana kila mahali. Kama hiyo tulikuwa huko Nyahururu, mahali kunaitwa Shamata. Tulishinda kwa msafara, watu wakitolewa kitambo tufikiwe. Na alafu hiyo eneo kulikuwa na mazishi kijiji kimoja. Hata wengine walikuwa wanakuja hii mazishi wakapotea, wakaenda hizo zingine. Walikuwa wanakuja baadaye. So, vifo vitakuwa vingi. So, wakati usura wakati wa kusema itakuwa aje, tengeneza mambo yako na Kristo. Tunapenda kuhubiria wale watu hawajaokoka, lakini hata sisi wa Kristo tumezembea. Tunataka na kwamba hakuna mahali tulikuwa tunaenda. Tengeneza mambo yako na Mungu. Yesu kurudi kwake tumeambiwa ya kwamba itakuwa tu watu wakiendelea kama kawaida. Watu wakilima, saizi watu wanalima. Watu hata chakula watu wanapalilia. Watu watakuwa shambani wakiendelea